hapa tuna unbox Osmo Pocket 4, then tutaenda kuitumia na kuangalia footage yake zikoje, then tutafanya color grading na utaelewa kabisa jinsi ya kutumia, jinsi ya kuunganisha kila kitu kilichopo ndani yake tutaenda kuona. Then kama utahitaji contact Pentagon Store hii hapa chini. So kama wewe ni first time unatumia Osmo Pocket 4 unapata challenge kwenye color grade kufanyaje, hii video ni special kwa ajili yako. Osmo Pocket 3 ilipotoka ilikuwa na price kubwa sana, but Osmo Pocket 4 imekuja kutoka which ni kubwa kuliko Osmo Pocket 3, lakini imekuja kuwa na bei ndogo sana kuliko Osmo Pocket 3, which tunategemea kinapokuwa kipo updated bei inakuwa ipo juu sana. So Osmo Pocket 4 imekuja na bei ikiwa imerudi nyuma, so hiyo kupelekea hadi zile Osmo Pocket 3 na hiyo kabisa zishuke. Osmo Pocket 4 imedondoka. Okay, anyway, so video ya leo imekuwa sponsored na Pentagon Store. So kama unahitaji Osmo Pocket 3, Osmo Pocket 4, Pentagon Store watahusika kukupa kwa bei ambayo ni affordable kabisa. So kama unahitaji chochote kuhusiana na hizi DJI Osmo Pocket 3, Osmo Pocket 4, unaweza kumcheki Pentagon Store, contact hizi hapa chini, ama Instagram yako kumcheki Pentagon Store, so utazipata. So kwenye hii video ya leo tutaenda kuonyesha jinsi gani tunaweza kwa sababu nimeona kuna challenge kwa watu wengi kwenye kuitumia, so tutapita quick. Kama ni mara yako kwanza umeinunua Osmo Pocket 4, unaiwashaje, unaitumiaje, lakini pia tutafanya na testing ya material. So tutashoot baadhi ya material, then tutafanya color grading. Okay, so kwenye box lake kwa nje wameandika creator combo. So hii ni Osmo Pocket 4 special kwa ajili ya watu ma creators, so wale wanaofanya hii ni special package kwa ajili ya creator. So let's go tuangalie inside ina vitu gani na gani. So hii ni kwenye box imeandikwa creator combo, so hii ni kwa ajili ya creator. So kibegi cha kwanza hichi tumekifungua, inside kina charger. So I think hii ni charger ya microphone. So hichi kibegi cha kwanza ni kibegi kwa ajili ya microphone. So hii ni charger, I think ni ya microphone. Yeah, hii ni charger. Hii ni charger. Okay, so ina kichwa kwa mbele hapa. I think ni ya microphone kwa sababu inside hii begi imecontain vitu vingi. Anyway, tutaona. Zio tufungue ndani ya hili, tufungue. Okay, tufungue ndani ya hii box nyingine. So inside this bag kuna vitu vingi. Bag limeshiba. Kuna waya kwanza hapa, hii ni type C kwa type C. Hii sasa I think ndio charger ya Osmo, ama unaweza kutumia ku transfer material. Then kuna hichi hapa sasa. Hichi tukikiangalia kimekaa kama hichi ndio kitaa chake. Sasa kile kitaa kilichokuwa kimeongezwa kwa juu. So tukike pembeni, then kwenye hichi hapa kikaratasi tukifungua kuna vinini hivi kama vinywele, vile vinywele vya microphone vile vya kufanya diffuse, viko viwili. Then kuna kingine, kuna vikorokoro vingine hapa, sijui ni vinini, yani tutajua baadaye. Hichi ni cha chini, kile kitako cha chini cha kuchajia na battery ama cha kuunganisha kwenye tripod. Then kuna hii ni nini? Hii ni stand. Hii ni ile tripod yake ndogo, ile stand ya kuweka chini. So kama unataka kuweka chini unafungua hivi. Hii ndio stand yake. Then kuna kwenye creator combo kuna vitu vingi vingine vidogo tutavijua baadaye. Tukiona kina miss tutajua ni nini. Then hii ndio mic yenyewe sasa. Naona ina sumaku kabisa hapa. Hii ndio microphone, naona ina sumaku. Ngoja tuifungue microphone tuijue hii. So hivi ni vya accessory vyake, visumaku vyake vya kuunganisha. Hichi unaunganisha kwenye shati. Then kuna vichuma vyake hivi. Hii sasa ndio na hichi sio kama taka kwenye shati. Lakini hapa ndio kuna mic na microphone yake sasa. Hii ndio microphone. Okay, so hii microphone, then hii ndio sumaku yake, unagusanisha kwenye nguo. Unaona ka DJI kama ikifanya check sure. Then pap, unaweza ukafanya content zako. Anyway, hiyo ndio microphone. Then tutakuja sasa mzee baba mwenyewe. Hii ndio Osmo. Ni kitu fulani kadogo lakini na unyama sana. So hii ndio Osmo Pocket 4 kama ilivyo jamani. Unaona kalivyo kadogo lakini kana unyama sana Osmo Pocket 4. So kwanza kuna hii hapa kitu ya ku-unlock hapo. Hii unaifungua hivi. So kama ni mara yako kwanza umenunua, hii inatolewa hivi. Usitumie nguvu.
tumia akili tu kidogo, hii unaibandua hivi kwa pembeni, yani unaitoa, then ndio inakuruhusu sasa gimbal inakuwa flexible. Unaona gimbal kamera imekuwa iko flexible sasa, ina rotate sababu tumuondoa ile logo, then kuwasha unazungusha kioo hivyo inawaka. So nadhani tumeona sasa hii ndo Osmo yetu. Then hichi kinakaa kwa chini hapa, kama unataka hichi kinakusaidia kuweka kwenye tripod kama una ile miguu yake. Vitu vishaanza kunatiana hapa. Sasa hichi ndio kile kitaa jamani, mimi kitana kishangaa. Okay, ndio tufungie kwanza hii tripod ya chini. Okay, tripod ndio inafungwa hivyo. Then nataka tunione hii taa inawakaje jamani. Hii kitu imewekwa na taa, mimi nimeona anyway, nimeona kama ni utoto fulani. Anyway, hii ndio kitaa chake jamani. Hii magnet inatakiwa iguse hapa. So hii magnet yake inatakiwa iguse kwa hapa nyuma. Unaona kuna vidoti vitatu hapa nyuma, hivyo ndio vigusani na kwenye hii taa. So ukigusanisha hivyo taa kinawaka. Unaona kitaa chetu kimewaka. So unapiga content zako hata kama ni kwenye giza, unajirekodi, unafanyaje, kitaa kinakuwa kimewaka hapo. Osmo yako pamoja na taa. Anyway, ndio upgrade waliofanya jamani. Umeongezea taa, kutaka kuitoa unaitoa hivyo. Unaweka pembeni. Okay, hiyo ndio Osmo Pocket 4, vitu vyake ambavyo viko ndani ya Creator Combo. So hii ni package kwa ajili ya ma creator. Nadhani tushaelewa hapo jinsi ya kufanya hizo connection. Ukitaka kuunganisha hichi unaunganisha hivi. So kuna watu wengine wanatumia nguvu, lakini hapa takiwa kutumia nguvu. Kuna meno anakamata pembeni, na jinsi ya kutoa inatakiwa unashikilia hapa unavuta. So kuna vidude fulani viko kwa pembeni, hivyo ndio unatakiwa vijue, wewe makini navyo, vinakuwa kama vinakamata. So na kutoa lazima ubonyeze ndio uvute, usitumie nguvu. So Osmo Pocket 4 ndio iko hivi. So ukitaka kurekodi horizontal, sasa unataka kurekodi kama kwa mfano mtindo wa Instagram. So kama kawaida hii inakuwa ina aina mbili. So ukishawasha hivi hapo unajiregister, kuna application utazidownload kwenye simu yako, unajiregister then unaingia. Sasa hapa tutaenda kujifunza ni kwa namna gani unaitumia au unaiwasha. So njia ya kwanza kuwasha ni kwa kubonyeza hii button ya record. Ukishabonyeza hapo itawaka. Then kuzima una hold, unashikilia hiyo button ya record inazima. So hiyo ni njia ya kwanza kuwasha, ambapo hapo ukiwasha sasa inakuwa ni mfumo wa horizontal. Ina maana una shoot kwa ajili ya reels kama kwenye Instagram ilivyokaa ama kwenye. Lakini njia ya pili ya kuwasha ni kurotate kioo. So kurotate kioo hapo na shoot kawaida. Kwa hiyo una shoot horizontal. Ile ilikuwa ni vertical, hii ni horizontal. Kwa hiyo una shoot kawaida. Kuzungusha kioo itakuja kwa ajili ya kushoot, utashoot kawaida. Lakini kwenye setting hapa tukiingia, ngoja nikuonyeshe. Kwa mfano hapa tumerotate kwa kutumia setting. Unaweza kushoot pia Instagram kwa kutumia setting za rotation hapo. Ukigusa hapa kwenye rotation unabadilisha setting, then unashoot kawaida. So hiyo ni njia nyingine ya pili. I repeat. So njia ya pili ya kuwasha ni kwa kurotate, then una click hapa confirm. Hapo utakuwa unashoot kawaida. Hapo utashoot kawaida landscape. Lakini unaweza kugusa pia kwa shusha hapa juu za kuja settings zake, utagusa hii button hapa landscape, utaiweka inasoma landscape. Kama imesoma landscape, ukiweka inasoma portrait. Inamaanisha itarekodi portrait hata kama kioo chako kimekaa. Unaona, itarekodi portrait hata kama kioo chako kimekaa landscape. So ni hapa juu kwenye setting, unaweza kuvuta, unachagua ikae landscape ama ikae portrait. So ni wewe mwenyewe unachagua. Pia hiyo pia ni aina nyingine ya kuwasha na kuchagua aina ya clip yako unataka clip zako ziweje. Lengo ni unataka kushoot kwa ajili ya Instagram ama unataka ushoot kwa ajili ya settings zako za kawaida, shoot kawaida, landscape kawaida. So hizo ndo baadhi ya settings simple za kuanzia ambazo unatakiwa ushazijua ili usichanganyikiwe. Okay, so upande wa kushoto ukiswipe, kuna kuswipe upande wa kushoto kwenda kulia. Ukiswipe hivi
hapa kuna juu nimekuandikia pro, inamaanisha hii mode unayotumia ni kwa ajili ya mapro. Kwa hiyo settings zako zitakuja za kipro. Kama wewe sio muelewa, kama uelewi features za kipro, mambo ya kubadilisha color iwe normal ama iwe 10 bit log. So 10 bit log hii ni rangi ambazo, hii ni color ambayo haina rangi, inatarajia uje ufanye color grading. So kama wewe ni beginner, inabidi uswipe kushoto then uondoe pro, uweke color iwe normal, usiweke D-log kwa sababu itakuhitaji uje ufanye color grading. Lakini kama unataka uenjoy hii Osmo na material yanavyoonekana, yani yanakuwa kama yana moshi moshi fulani. Okay, so setting nyingine kwa beginner, ukivuta mara ya kwanza, ukivuta juu kwenye menu alafu ukasogeza tena, unaona ukija hivi hapa kuna storage, inakusha storage, kuna internal storage na SD card. Umeona hapa na switch hapa, inaniambia naenda kwenye SD card, naweka confirm, inamaanisha hapo material yangu yote yatahamia kwenye SD card. Lakini kama nataka ni format kila kitu, nitabonyeza hapa. Hapa ndo na format ya card ama internal, lakini mimi sina memory card hapa, ndo maana unaona. Kwa hiyo nikitaka kurudi kwenye okay, so kwa chini ndio hivyo, unachagua resolution, kuna 4K, kuna 1080 ya kawaida. Hapo ni kutokea chini kwenda juu. Ukipandisha chini kwenda juu ndio unachagua resolution, either uende 4K ama 1080 ya kawaida. So 1080 ni resolution ndogo, 4K ni resolution ya juu kabisa. So hivyo. Then kingine kuna hand gestures. Hizi sasa kwenye kuswitch card nachagua niende card gani, either ni recordie internal ama ni recordie memory card ya kwangu. Hizo option ndo mimi mwenyewe nachagua. Then kwenye menu hapa hizi ni slow motion, time lapse, lakini kumbuka utakapotakiwa kukaa ni ukaa hapa kwenye video ya kawaida. So ukiona unachanganyikiwa, ukija kwenye menu kuna mavitu mengi, tu panorama, sijui picha, photo nini. Hapa ni kwa ajili ya kupiga photo tu. So ukigonyeza hapo unakuwa unapiga photo, sio video. Umeona kwa hapo ni photo. So ili kubadilisha unabonyeza hapa kwenye unabonyeza hapa, sio una slide, unabonyeza hapa kwenye kona hapa. Turudi huko, bonyeza hapa kwenye kona, then ndio unakuja kwenye video, unachagua uende video. So katikati hapa kuna mode, hizi ni mode za gimbal, settings za gimbal. Nataka ifanyaje, sio auto nini, kudetect, kufanyaje, hizo tuachane nazo. Kwa hiyo kwa chini hapa, chini kabisa ndio unachagua. Kwa juu kabisa hapa inakuonyesha muda ulionao. Pembeni hapa nikikliki hichi cha mduara kilichokaa hivi ni gimbal, inakugeuka na kuangalia wewe. So ni either unaweza kushikilia hichi ukagusa, then gimbal inakuangalia wewe. Lakini nikibonyeza mara ya pili, gimbal inarudi upande wa pili. So hizo ndo baadhi ya features. So jinsi ya kuweka memory card, kama una memory card ya nje unafungua hapa, kuna kanali kwa chini hapa, unakafungua then unaweka memory card yako. So hivi ndio njia rahisi ya kuweka memory card. So mimi na memory card yangu hapa kuja niweke ili tupate material sasa tuweze kuyafanyia color grading. So kama wewe ni beginner, I think hii video itakusaidia uweze kujua hizo color grading zinafanyikaje. Then naiwasha hapa, confirm. Sasa nataka niende kule kwenye setting kule nikuonyeshe, nichague material yaende kwenye memory card yangu. Umeona hapo? Hapa material yako kwenye internal, nagusa kwenye SD na weka confirm. Kwa hapa sasa SD ndio imewaka. Umeona imekuwa rangi ya njano. Nikitaka kufuta, umeona sasa na SD hapa imeongezeka. Kuna internal pa kufuta na SD pa kufuta. So hii hapo tayari material yangu yanahamia kwenye SD card. Okay, so let's go tukashoot. Yes yo bana. So kama ndo unataka sasa uanze kuziedit clip zako, so kitu utakachofanya fungua programu yako. Kwa mfano natumia Premiere Pro. So programu ikishafunguka unazi import clip zako. So kama ni beginner hujui jinsi ya kutumia Premiere Pro, nimeanza session za kufundisha Premiere na na upload hapa. So itiandike Osmo color grade, Osmo color bana, sio nimeandikaje Osmo color.
So tuna enable then create. Hizi mimi na skip ungi, lakini nadhani nimeelezea jinsi ya kufungua program kuweka, so watu wengi wanajua. So material yangu haya hapa, yale niliyoshoot ya Osmo. So kuna ambayo yana rangi na ambayo hayana. So ambayo yana rangi yanaonekana. So nikisema ni arrange kwa name, material kama haya ndo yako flat. Sasa kuna material yana moshi, unaona material kama hii hapa nilikuwa nimejichukua selfie, hii na moshi. Hii moshi sasa ndo flat yenyewe hiyo. And material ambayo yako flat. Unaona alivyokaa material. Material ndo yako flat. So na kuna material mengine ambayo tulishoot kwenye mode ya normal. Ni haya hapa. Kwa mfano niki double click hii hapa. Hii ni ya normal. Unaona ilivyokolea. So hii ndio ile kwa wale beginner, kama unataka kufanya color grading, material yako inakuwa na rangi kabisa. Unaona na rangi. Hii ni ile mode nyingine ambayo so ya flat. Ni ile mode ya normal. So still unaweza kutumia hata mode ya normal. Lakini sasa utaona tofauti kidogo. Mode ya normal inakuwa kama ina contrast inakuwa kama iko juu kidogo, sijui, lakini anyway, so tunazi import kwenye tushazi import hapo, tunaziweka kwenye timeline kwa ajili ya kufanya editing ya color grading. So clip ya kwanza nimeweka hiyo ambayo iko flat, then kuna clip hapa nimeona kama ina maua. Clip ya pili nimeangalia ile yenye maua hii. Okay, hii ina maua hiyo. Tunajaribu kupata depth of field ya Osmo. So hichi kipande. Okay. Ndio kwanza na hichi. Okay, so hapa tufanye editing, tunataka tufanye tu color grading. Sawa? Tufanye color grading. So, kipande cha kwanza ni hichi. Hichi kipande cha pili. Okay, so kama kawaida tutaweka adjustment layer. Adjustment layer tunaanza nayo. So kama ni beginner unaweza ukanifuata ninachokifanya na wewe ufanye kwenye programu yako. Then adjustment layer tunaikuza inakuwa kubwa kwa ajili ya kufanyia color grading. I think Premiere ni moja kati ya program ambazo ni rahisi. Kwanza natumia DaVinci kufanya color grading, but kwa beginner DaVinci kidogo itakuchanganya. So Premiere ndio hivyo. Ukishaka adjustment layer ndio hapo sasa tutaenda kufanyia rangi ni adjustment layer. Lakini unaweza kufanyia rangi pia huko kwenye hizi na zingine, lakini tunatumia adjustment layer kwa sababu ni sehemu salama zaidi. Unaweza kuweka hata adjustment layer 2, 3. Kwa adjustment layer ni ile na kusaidia kufanya color grading. Kwa hiyo color zetu tutazifanyia hapa, zitakuja huku chini, zitahamia kwenye njia rahisi kabisa ya kufanya color grading. Cha kwanza, ili usihangaike kama ni beginner, njoo kufungua fungua Google yako hapo kwenye PC yako, alafu andika Osmo Pocket 4. Osmo Pocket 4 Lite. Osmo Pocket 4 Lite. Hii hapa ni website yao kabisa ya Osmo Pocket 4 Lite. Then unaikuta hapa. So inakusaidia kuconvert ile Osmo Pocket 4 D-Log iende kwenye Rex 709. So hii ndio unaidownload. Ukisha download hii hapa kisha zako kwenye download. So ni simple tu hapa. Kazi yako inakuwa nyepesi kama kusukuma mleo. Kwa ukija hapa sasa kwenye color grading, kwenye panel ya color grading hapa kwenye basic correction, hapa una browse Lite ambayo tumesha download. Hii inatusaidia kuconvert ile video hii hapa kutoka kwenye flat ije kwenye, so hii hapa inaitwa DJI Osmo Pocket. Nimedownload mbili, nilisha download mara ya kwanza sababu hii Lite inaitumia hata kwenye baadhi ya kamera, inaingia kwenye kamera nyingi sana. Hii Lite za Osmo zinaingia kwenye kamera nyingi sana, so pia nazitumia kwenye baadhi ya kamera, unaweza kufanya kazi fresh. So DJI Osmo Pocket 4 D-Log
kwenda kwenye Rec 709. So ni conversion LUT, inakusaidia kuconvert material yako yanakuwa yana rangi. So niki-import material tayari yameshaleta rangi, unaona. So hapa sijafanya hata adjustment za rangi sana, lakini unaona clip yangu imesharudi. Kwa hiyo ni simple. Kwa mfano ilikuwa hivi, sasa hivi iko hivi. Ni simple sana kwa beginner, nadhani unaweza kupata hichi clip. Then utafanya correction zingine. Unaona hii clip yako kidogo ni nyeusi, kwa hiyo unaweza ukaedit hizo, na kuongeza labda exposure kidogo, au kuongeza na shadow. So tayari unakuwa unafanya tu step, unaona kama hii simple adjustment. But ukitaka kukueleza kidogo ambacho mimi nafanyaga, sipetaki kutumia nafanyaga tu kwenye vibrance hapa kidogo, unaongeza tu vibrance kidogo, then inakuwa imekaa. Unaweza kucheza na white balance, unaona white balance pia haija balance kidogo, ina kama warm nyingi, but mpaka hapo unakuwa umepiga hatua kubwa sana. So hicho. Kwa hiyo hii clip ya mwanzo hapa ya Pentagon Store, hii ya mwanzo hii tumeifanyia color grading. So tena kwenye zile clip ambazo tutazitumia kwenye kucompare, na clip moja moja niongeze adjustment layer hapa, nitupie clip moja hapo, na clip ambayo hii hapa, hii clip ya kwanza hii hapo. Hii clip inabidi tu export ya Pentagon Store, clip A na clip B. Pentagon Store hapo pia ipo hii hapa, Pentagon Store hii. So I think easy to this screenshot. Ngoja tu screenshot ya kwanza, afu tuchukue na hii clip ambayo haijafanywa rangi hii hapa, Pentagon Store hii hapa. Jaribu kuzimechi ziwe kama zinafanana. Sasa hii kwenda chini kidogo, kwenda hii hii hapo ni noma. Noma sio mbaya, yenyewe na unyama wake. Naweka okay. So utachagua either A au B. So hivyo ndio jinsi ya color grading kwa beginner. Ni simple sana kwa color grading. Kwa hiyo machaguzi ni yako, ufanye color grading ama utumie hizi zilizoko. Kama unavyoona sisi tumefanya color grading. Okay, bila ni export hichi kipande. Kama naweza kufanya color grading na export. So bila ni export hichi kipande. Then quality nike high quality 4K. Clip ni ite Osmo demo export. Okay. So mpaka hapo tumeona. So utachagua mwenyewe kati ya clip A ama clip B. Hii ni clip ya A, ni normal, nimeshuti pamoja ikiwa na rangi yake, but clip B ni flat, nimeshuti ikiwa flat, then nimefanya color grading. So option ni yako, but ukitaka kuenjoy ni vizuri ukajua kufanya color grading mwenyewe ili uweze kuenjoy setting nyingi nzuri za hii kamera, lakini unyama mwingi upo kwenye flat. So unaweza kushuti flat then ukaja kufanya color grading, but kama unaona utateseka kufanya color grading, hauna computer, nenda na modi ya normal. So till next time, ukihitaji Osmo nishakuelekeza pa kuifuata kwa bei ya kitonga sana, wacheki Pentagon Store. So mpaka next time, ready up.